Usimpe mtoto simu kabla hujamfundisha namna ya kuitumia. Vinginevyo, simu ndio itamfundisha mtoto wako. Karibu tena kwenye safari ya kumjenga kijana bora. Mzazi, hebu fikiria jambo hili. Mtoto wako anaweza kutumia saa 4 kwenye simu, lakini wewe umepata dakika 20 tu za kuzungumza naye. Sasa jiulize, ni nani anamlea zaidi? Ni wewe au ni kile anachokiona kwenye screen? Hebu tusikilize simulizi ya leo. Juma alikuwa na miaka 12. Alikuwa ni kijana mtulivu. Siku moja baba yake alimnunulia simu. Alimwambia, nataka iwe rahisi kuwasiliana na wewe. Mwanzoni kila kitu kilionekana sawa, lakini baada ya miezi kadhaa, Juma alianza kulala usiku sana. Hakupenda tena kusoma vitabu. Mazungumzo ya familia yakapungua. Alikuwa karibu na simu, lakini mbali na watu wa nyumbani. Mama yake alipojaribu kuzungumza naye, Juma alisema, dakika moja tu mama, dakika moja. Lakini dakika hiyo ilikuwa karibu kila siku. Tatizo lilikuwa simu. Tatizo lilikuwa kwamba hakuna aliyemfundisha Juma jinsi ya kuitumia simu kwa busara. Teknolojia ni kama moto. Unaweza kupika nao, lakini usipouongoza unaweza kukuchomea nyumba. Ukweli uliojificha ni huu. Watoto wa leo hawatakuwa bila teknolojia, na wala si lazima wakuwe bila simu, lakini wanahitaji kujifunza kuitawala teknolojia badala ya kutawaliwa nayo. Katika ulimwengu wa leo, watoto wanatumia teknolojia kwa kujifunza, kuwasiliana, kuburudika na kutafuta taarifa. Lakini pia hukutana na changamoto kama kutumia muda mwingi kupita kiasi, maudhui yasiyofaa kwa umri wao, uonevu wa mtandaoni, kulinganisha na maisha yao na ya wengine, taarifa zisizo sahihi. Hii ndiyo maana ya jukumu la mzazi si kuzuia teknolojia kabisa, bali ni kujenga uwezo wa mtoto kuitumia kwa hekima. Mtazamo mpana ni huu. Katika teknolojia, AI, simu na internet ni zana. Matokeo yake hutegemea jinsi zinavyotumika. Lakini kwa upande wa saikolojia, watoto wanahitaji muda wa kucheza, kuzungumza, kusoma na kupumzika bila screen, ili ukuaji wao uwe na uwiano. Na kwa upande wa familia, mazungumzo ya kila siku ya nyumbani ni kinga kubwa kuliko sheria nyingi ambazo hazielezwi. Wiki hii tulikutana na wazazi na tuliuliza swali hili: ni changamoto gani kubwa unaokutana nayo kuhusu matumizi ya simu kwa mtoto? Majibu yalikuwa ni kama hivi: hawapendi kuiacha, wanakasirika nikiwaomba, sijui wanaangalia nini wakiwa peke yao. Lakini mzazi mmoja alisema, niligundua mtoto wangu alikuwa anaofuata mfano wangu. Nilipunguza muda wangu wa simu naye akabadilika. Hilo ni somo kubwa. Dakika ya familia. Wiki hii kubalianeni kama familia. Kuwa na saa 1 bila simu. Wakati huo huo ongeeni, chezeni mchezo wa mezani, someni hadithi au mshirikishane kupika. Mtoto atakumbuka muda uliotumia naye kuliko muda aliotumia kwenye simu yako. Mzazi, jiulize, je, mtoto wangu anajifunza matumizi ya simu kutokana na ninachomwambia au kutokana na anachokiona ninachokifanya? Watoto huiga zaidi kuliko kusikiliza. Usimpe mtoto simu kabla hujamfundisha namna kuitumia. Vinginevyo, simu ndio itamfundisha mtoto wako. Teknolojia ni bora, haiwezi kuchukua nafasi ya mzazi anayepatikana. Kikoba cha maisha. Mzazi, leo weka jambo hili kwenye kikoba cha maisha ya mtoto wako. Teknolojia ni mtumishi mzuri, lakini si bwana mbaya. Mfundishe kuitumia teknolojia isije kamtumia. Wiki hii tengenezeni sheria za matumizi ya teknolojia kama familia. Kwa mfano, hakuna simu wakati wa kula, hakuna simu dakika 30 kabla ya kulala, muda maalum wa kujifunza na muda wa burudani. Wazazi nao wafuate sheria hizo. Sheria zikifuata, kila mtu hujenga uaminifu. Swali la wiki: ni tabia gani moja ungependa mtoto wako ajifunze kuhusu matumizi ya simu na teknolojia kabla hajafikisha miaka 18, na kwa nini? Leo tumegundua kuwa changamoto si teknolojia, changamoto ni nani anayemfundisha mtoto kuitumia. Lakini safari yetu haijaishia hapa. Wiki ijayo tutazungumzia kwa nini vijana wengi hawajitambui kabla ya kuchagua kazi. Kwa sababu kabla mtoto hajachagua kazi yake, ni muhimu ajue yeye ni nani. Usikose kila Jumamosi kufuatilia safari ya kumjenga kijana bora. Kutoka Hidden God Insight, mimi ni Ada Iligo.